upande wa matukio ya ulaghai mtandaoni. Matukio ya ulaghai na utapeli kupitia simu za mkononi tumeshuhudia yakipungua kwa 25.29 kutoka matukio 9816 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi matukio 7334 kwa mwezi Juni 2026. Nikapata simu kutoka kwa mtu akijitambulisha kwamba anatoka ofisi fulani ya kampuni hiyo ya simu na kunielezea changamoto za mtandao ambazo nazipata, wakati ni kweli nazipata hizo changamoto. Akanambia sasa anapiga simu kwa ajili ya kunisaidia. Nikamwambia karibu. Akanambia sasa katika simu yako bonyeza hivi. Yaani naambiwa namba za kubonyeza. Na mimi sijui nilipumbazwa, sijui ilikuwaje, kwa sababu namba iliyonipigia ilikuwa ni ya kawaida. Lakini huwezi amini nilifuata maelekezo yote aliyoyatoa. Nikafanya kama alivyotaka. Bonyeza namba moja na bonyeza, yani vyote nimebonyeza. Matokeo yake sasa nilivyomaliza akanambia sawa. Sasa kuanzia saa hizi baada ya muda fulani utapata mawasiliano mazuri kabisa. Nikamwambia sawa, nashukuru. Nikatulia. Na kipindi hicho kilikuwa kipindi cha Ramadhani. Nipo katika mfungo. Sasa kesho yake nilikuwa nampeleka mtoto shule. Na mume wangu yupo mkoa mwingine na mimi. Kwa hiyo alikuwa ametuma nauli, yani kwa maana ametuma hela ya mafuta kwa ajili ya kuweka kwenye gari ili nimpeleke mtoto shule ambaye anasoma Bagamoyo. Na katika mazungumzo yetu nilivyozungumza mimi na mume wangu, nilikuwa namwambia sasa utume kabisa na ile hela ya ada ili nilipe kabisa kwa maana ya ada ya mtoto. Akanambia hapana, wewe nenda mpaka Bagamoyo, alafu mimi wakati uko njiani nitakuwa nimeituma hiyo hela, kabla kumpeleka shule utaingiza benki. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo naweza kusema ndo manusura yangu kwamba ile ada haikutumwa, ilitumwa tu hela ya mafuta. Sasa nimemaliza kazi zangu, nataka kurudi nyumbani. Nikapita sasa kwa wakala nitoe ile hela ili nikajaze mafuta kesho asubuhi tuanze safari. Nafika kwa wakala natoa hela, naambiwa sina salio la kutosha. Salio lako halitoshi. Nikajua labda nimekosea. Nikarudia mara ya pili. Naambiwa salio lako halitoshi. Salio langu halitoshi? What? Nikikumbuka nilitumiwa 700,000 kwa ajili ya mafuta. Lakini hapo kwenye simu nilikuwa na hela nyingine ingawa ni kidogo tu, yani nilikuwa nayo, lakini maana ni zaidi ya 700,000. Sasa kwa nini niambiwa kwamba sina hela? Nikakaa chini. Hapo akili yangu ikaja sasa ile simu nilikuwa nimeipokea wakati nipo kazini na maelekezo niliyopewa. Nakuja sasa kurudi kwenye simu sasa. Naenda kwenye message. Hamadi nakuta mara ya kwanza nimehamisha shilingi 400,000. Mara ya pili nimehamisha 300,000 na ngapi? Yaani kiujumla walinitapeli zaidi ya 700,000. Yaani kuna huyo mtu alijifanya kama ni mtu ambaye ni wa kanisani, sawa? Kwa hiyo akaniambia nilikuwa nahitaji usafiri. Kuna watoto wangu hapa inatakiwa waende stage, wanaenda shule. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Kwa hiyo nikamtafutia usafiri. Akaniambia basi naomba namba za nani? Naomba namba za bodaboda huyo ambaye unamfahamu wewe na unamwamini. Kaambia sawa, haina shida. Nikamtumia zile namba za boda. Basi nilipomtumia namba za boda, kwa hiyo mimi nikaacha akawa nawasiliana na huyo bodaboda. Sasa baadaye nimekaa, yule bodaboda akawa amenipigia simu akaniambia mbona nimefika hapa simuoni huyo mtu ambaye unasema kwamba anahitaji bodaboda. Nikamwambia jaribu kuangalia vizuri hapo kanisani. Basi amekaa pale yule kwanza kama bodaboda hajaenda, yule mtu akawa amempigia simu kwamba naomba uniwekee hela kwenye simu, maana hapa na nili nilikuwa nahitaji, kuna huduma alikuwa anahitaji, akawa amemtumia hela kama 12,000. Hajakaa saa tena akamwambia naomba unitumie hela hapa kanisani, ndio kingamuzi kimeisha, kwa nilikuwa naomba unitumie hela kingamuzi. Alafu naomba uniingizie na shilingi ngapi kama 10,000 kwenye simu. Kwenye akafanya hivyo, lakini ile hela kingamuzi kabidi tena yule bodaboda anipigie mimi. Akasema mbona wewe mtu wako simuelewi?
jaribu kuongea naye. Basi mimi nikamtafuta yule, akawa hapokei simu. Mbona ndio anawasiliana bodaboda, baadaye akawa amekuja hapa akasema mbona huyu kama ni tapeli, jaribu kumpigia simu. Basi tukawa tunabishana na yule kaka. Ndio ile mwisho wa siku tukawa tumetapeliwa kama 2023. Uko mkoa gani? Mimi niko Arusha. Uko Arusha? Na wewe hizi issue zako umezianza lini mpaka umefikia hatua hii rafiki yangu? Wewe dadangu, acha tu, ni changamoto tu hizi za maisha mpaka tunafikia huko. Yaani usione kila mtu dadangu anakuwa mwizi anapenda. Sema ndio kuingia kwenda kumkaba mtu barabarani, unaweza kwenda kumkaba mtu kwa simu ya shilingi 10,000 unachomwa moto. Kwa hiyo bora tutumie kidogo ujanja kidogo kwenye simu dadangu. Unajua? Angalau tupate hata kidogo, tunaweza tukambahatisha mjinga tukapata hata mtaji, tuache habari hizi. Sasa na huwa mnafanikiwa au siku nyingine ndo mnakosa kabisa? Kukosa kupo dada. Kwani wewe kila siku unaweza ukatoa hela kweli? Afu sasa hizi za watu ni huwa mnabahatisha namba au kuna mna mahali mnapata namba? Namba hizi tunaangalia kwenye mitandao. Kwa zile ambazo tunaposti namba zetu. Sio una posti, sisi tuna kompyuta hapa, tukitaka tunaandika tu hapo. Yaani ukiandika tu Mbeya zinakuja namba tu. Arusha zinakuja, Dodoma zinakuja. Kwa hiyo sisi tunapigia, tunajua kabisa wewe uko mkoa gani. Tuliweka namba kuhusiana na masuala ya ulaghai na ili kuweza kusaidia. Na hii namba inashirikiana mtoa huduma pamoja na jeshi la polisi. Ni namba 15040. Kwa hiyo kuna namba mamlaka imechukua hatua gani? Ni kuweka namba maalumu ya 15040 kwa kila mtu ambaye ataona kuna viashiria vya ulaghai atume kwenye hiyo namba na hiyo namba inashughulikiwa. Kwa hiyo sehemu ya 3 ningeweza kukujibu ni hiyo. Sisi wito wetu ni upande wa usalama. Tunawaambia jamii kwamba tuitumie mawasiliano, tuitumie mtandao kuweza kujiletea maendeleo. Kuna fursa nyingi ambazo zipo kwenye mtandao. Sasa hivi mamlaka tuna kampeni yetu ya fursa sana. Tunazidi kuhamasisha wananchi, vijana kwamba kuweza utumie simu yako kuweza kujiletea maendeleo. Achana kuna kusambaza taarifa za uchochezi, taarifa potofu. Tumia mtandao kujiletea maendeleo na uchangamkie fursa ambazo zipo kwenye mtandao. Kwa upande wa mikoa ya Rukwa na Morogoro, bado ni moja ya mikoa ambayo inaongezeka kwa matukio hayo ya ulaghai na utapeli. Mikoa hii imekuwa ina matukio 2495 kwa upande wa Rukwa, na kwa upande wa Morogoro imekuwa ikiwa na matukio 2199. Na ili kuweza kuendelea kukabiliana na changamoto hii, mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania au TCRA imeendelea kutoa elimu kwa umma na watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu usalama wa mtandao. Katika elimu hiyo, TCRA imeendelea kusisitiza umuhimu wa watumiaji kuwa waangalifu na jinsi ya kujilinda wanapokuwa mitandaoni ili kuhakikisha wanaepuka